Serikali zetu zote mbili zinatambua na kuthamini mchango mkubwa wa mabaharia katika sekta ya bahari na maendeleo ya nchi yetu na dunia kwa ujumla. Kwa kuzingatia hilo, serikali zetu zote mbili zimechukua juhudi mbalimbali za kushughulikia masuala ya mabaharia katika sera na mipango yake ya kuimarisha sekta ya usafiri baharini. Serikali imejipanga vizuri kuhakikisha maslahi ya mabaharia yanalindwa na kuridhia mkataba wa kimataifa wa kazi za baharini wa mwaka 2006, yani Maritime Labour Convention 2006, ambao kwa hakika utakuwa tiba kubwa ya changamoto nyingi zinazowakabili mabaharia wetu hapa Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia TASAC imekamilisha mfumo wa utoaji wa vyeti vya kielektroniki kwa mabaharia, yani Maritime Administration Management System, Seafarers Modules. Mfumo huu utasaidia kwa vyeti vinavyoendana na matakwa ya sasa ya shirika la bahari duniani IMO na shirika la kazi duniani ILO, kupunguza muda wa utoaji wa vyeti na kuondoa uwezekano wa kughushi vyeti, na hatimaye kufanya mabaharia wetu waweze kutambulika na kukubalika kimataifa, hususan katika masuala ya ajira. Serikali imenunua boti maalum ya kisasa ya matibabu, yani modern ambulance boat, yenye vifaa vya uokozi, huduma za dharura na za afya na matibabu ndani ya Ziwa Victoria. Vile vile serikali zetu zinaendelea kuhakikisha mashirikiano ya kazi za pamoja na ukaguzi wa vyombo vya baharini yanaendelea vyema baina ya mamlaka zetu mbili, yani TASAC na ZMA. Kadhalika, serikali imeweka sera nzuri ya uwekezaji ambao zimepelekea kuwepo kwa chuo cha mafunzo ya ubaharia Zanzibar kinachomilikiwa na kampuni ya Danos yenye makao makuu yake nchini Ugiriki. Chuo hicho kimekuwa kikiratibu na kuendesha mafunzo mbalimbali ya ubaharia ili kukuza ufanisi wa kazi zao melini pamoja na kutoa ajira kwa mabaharia wa Kitanzania katika meli za nje. Maadhimisho haya yasiwe maadhimisho tu, lakini maadhimisho ya kufanya tathmini ya kina. Tathmini ya kina juu ya wapi tunatoka, wapi tulipo, lakini pia na matarajio yetu ya kule tunakokwenda. Serikali zetu zote mbili zimeweka mkazo katika suala zima la uchumi wa bluu. Na unapozungumza uchumi wa bluu, huwezi kuwatenganisha mabaharia. Sasa hilo bahati nzuri wamekaa, washaniletea maazimio yao, na mheshimiwa nitayakabidhi kwenu.